katika jina la Yesu. Tunakushukuru kwa ajili ya jioni ya leo. Asante kwa neema yako ambayo imetufunika na uwepo wako na nguvu zako. Tangu siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano na leo ni ya sita. Asante kwa damu ya Kristo Yesu iliyotufunika na wingu lako ambalo limekuwa pamoja na sisi. Ninaomba rehema, ninaomba toba, ninaomba msamaha tena kwa ajili ya jioni ya leo na kwa ajili ya kila mtu anayetusikiliza popote alipo. Bwana, naomba damu yako ikatufunika na wingu lako liwe pamoja na sisi, ili Kristo ukapate kufungua masikio yetu ya rohoni na masikio yetu ya rohoni ya uone uweza wako. Tufunulie kila siri unayotaka ifunuke kwetu, ili Mungu wa rehema tujue adhabu zinazotumtumikisha katika familia, katika ukoo, katika nchi na kila mahali popote ulipotuweka Bwana, ili tuweze kufanya toba itakayotuondoa kwenye kila madhabahu iliyotushikilia na vifungo vilivyotufunga. Katika jina la Yesu ninaenda kinyume na nguvu zote za giza na mamlaka za shetani, na kila utendaji wa siri na wawazi ukavunjike, na Kristo kainuliwe. Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, sikia kuomba kwetu. Na wote tuseme amen. Na wote tuseme amina. Naomba tukae. Naomba tukae. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tunamshukuru Mungu tena kwa ajili ya siku ya leo, siku ya sita katika semina hii yenye kichwa kinachosema nguvu ya toba katika maisha au maeneo. Nguvu ya toba katika maisha au eneo. Na tangu jana tumeanza kuangalia ya kwamba toba ni lazima ifanyike ya mkakati, ambayo unatubu kwa ajili ya dhambi, makosa na uovu, lakini pia kwa ajili ya kufuta kila adhabu iliyotokana na makosa na uovu. Na nikasema yako maeneo manne au vibebeo vinne. Nikasema kibebeo cha kwanza kinachobeba adhabu ni kiti. Nikasema kiti ni nafasi aliyonayo mtu katika ulimwengu wa roho ya mamlaka inayotenda kazi katika eneo au familia, ukoo au jumuiya yoyote. Inaweza ikawa nafasi aliyopewa inayotenda kazi kwenye ulimwengu wa roho. Na hiyo nafasi ikifanyika dhambi, makosa na uovu, ile roho ya adhabu inaenda kukaa kwenye nafasi kama kiti. Tulipitia kwenye maeneo mengi. Nilikuambia ya kwamba kiti kikiwa na adhabu kinamgeuza aliyekaa kwenye kiti kama mtangulizi aliyeachilia adhabu, lakini kinawafanya waliotawaliwa na hicho kiti kupigwa na kuishi kwenye matatizo makubwa. Nilisema kuna nafasi ya mamlaka katika jamii, lakini kuna nafasi ya mamlaka katika uzao kupitia mzaliwa wa kwanza. Kiti cha miungu ni mzaliwa wa kwanza. Na ndio maana Mungu alipokuwa anawatoa wana wa Israeli Misri, alienda kwenye viti vilivyowashikilia na akaenda kwa wazaliwa wa kwanza wote. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na hapa naomba niendeleze kitu fulani ambacho sikukusema jana. Kuna tofauti ya uzazi na uzao. Nimesema kuna tofauti ya uzazi na uzao. Uzazi sio uzao. Unaweza ukawa na uzazi usiwe na uzao. Naomba uelewe hivi. Unaweza ukawa na uzazi usiwe na uzao. Na kumbuka, wakati mwanadamu alipotenda dhambi, na wakati Mungu anaachilia adhabu kwa waliotenda dhambi, kwa mwanaume Mungu alimwambia kwa jasho utakula. Lakini kwa mwanamke adhabu ilienda moja kwa moja kwenye uzao, sio uzazi. Anasema hivi,
nitaweka uadui kati ya wewe na nyoka, na kati ya uzao wa nyoka na uzao wa binadamu. Hasemi uzazi. Ngoja niseme vizuri. Uzao ni kile unachokiona baada ya kuzalisha. Uzazi ni kile unachozalisha. Unaweza ukazalisha usikione. Farao Misri hakuwa shida na uzazi, alikuwa na shida na uzao. Ndio maana alisema hivi, akizaliwa mwanamke mwache, maana yake ameacha uzazi. Akizaliwa mwanaume muue. Ukiacha mwanamke umeacha uzazi, lakini ukimuua mwanaume umeua uzao. Jamani, haleluya. Uzao ni kile unachokiona baada ya kuzalisha. Na ndio maana kuna tumbo la uzao la binadamu, na kuna tumbo la uzao la wanyama, na kuna tumbo la uzao la nchi. Kuna matumbo matatu. Shetani anaga shida na uzazi, ana shida na uzao. Ngoja niseme vizuri. Adui akikamata tumbo la uzao, utazalisha kitakachopishana na kusudi la kuzalisha. Ngoja niseme hivi. Kuna wamama wana watoto, lakini anasema kinachoniua ni watoto. Hukuzaa watoto wakuue, ulizaa watoto wawe baraka. Sasa adui hajakamata uzazi, amekamata uzao. Wangapi wananielewa mpaka hapo? Ukizalisha ukaona matokeo ya kuzalisha kwako yamekuwa tofauti na kusudi la kuzalisha, shetani hajakamata uzazi, amekamata uzao. Na uzao, tumbo la uzao liko rohoni, tumbo la uzazi liko mwilini. Kwa hiyo ile roho inayomvaa unayemzalisha, ile roho inayotafuna unachozalisha, Biblia inasema ni tumbo la uzao limekamatwa na sio la uzazi. Ukiona unazaa watoto wanakufa, ukiona unatunga mimba zinaharibika, tatizo haliko kwenye uzazi, tatizo liko kwenye uzao. Wangapi mpaka hapo wamenielewa? Ndio maana kuna uzao wa nchi, kuna uzao wa wanyama, kuna uzao wa binadamu. Kuna watu wanajitahidi kuzalisha sana na wanafanya kila wanachoweza kufanya, lakini haoni matokeo ya kuzalisha wanachozalisha. Maana yake fahamu kuna matumbo matatu, na shetani akikamata la uzao la nchi, utakuwa mtu ambaye unazalisha na kuwapa wengine namna ya kuzalisha, lakini wewe huoni matokeo ya kuzalisha. Haleluya, haleluya. Ngoja nitoe mfano haraka tu. Kama tumbo la uzao la wanyama limekamatwa, wako watu ambao wana miradi mizuri ya kuku na wanafanya kila namna, wanaweza wakaangua vifaranga au wakaenda kuchukua vifaranga. Ngoja uone, anaweza akawa na kuku, kama akipambana zikapona na zikanani, saa ya kuuza hapati mtu wa kununua. Okay, hajanunua sawa. Ukienda kuchukua ng'ombe ukawekewa ng'ombe na mtu akikamata, kwa mfano ukawekewa ng'ombe, ni mtu wa kuchagua ndama, huyu ni wa huyu, ndama ni huyu. Yule wa kwako saa ya kuchagua ndama anakufa, lakini yule wa yule mtu anapona. Kwako amekamata tumbo la uzao sio la uzazi. Unazalisha lakini huoni unachozalisha. Haleluya. Jamani, haleluya. Kwa hiyo ndo maana nilikuambia kwamba tunapozungumza kiti kama mzaliwa wa kwanza, lazima uangalie pia na uzao. Uzao. Ukisoma pale kwenye kitabu cha Mwanzo mlango wa 3, twenda haraka pale.
Mwanzo mlango wa 3. Mwanzo mlango wa 3 mstari ule wa 14 na wa 15. Mstari wa 14 na wa 15 anasema, Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umeyafanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Mstari wa 15, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Hebu uzao wako na uzao wake. Hebu sema uzao wake, uzao wako na uzao wake. Sasa sikiliza, huo utakuponda kichwa na wewe utamponda nini? Hebu sema kisigino. Hebu sema kisigino tena. Kwa nini kisigino? Ngoja. Wakati Esau na Yakobo anazaliwa, Esau anapotoka, Yakobo ameshika nini? Nyoka anamponda mtu wapi? Unapoona anaposema kisigino kwamba utamponda, atakamata kisigino, hana maana ya kwamba utakuwa unaumwa. Ana maana ya kwamba wewe utatawaliwa. Utatawaliwa kwenye eneo. Kuna vitu tayari vimekwisha chukuliwa kwa sababu baraka ya kwanza ulitoa. Na ndio maana ukiangalia baada ya Esau kutoa, alipotaka Yakobo kutaka haki ya mzaliwa wa kwanza, alimwambia nifaa nini? Na unajua alipompa chakula akampa. Nafahamu alichofanya mwanamke kwenye bustani ya Eden ni kula, na kilichomnyang'anya Esau ni kula. Jamani, haleluya. Angalia mwenzako usoni, mwambie inawezekana hata na wewe kwa kula umeshanyang'anywa. Kwa anasema utamponda kisigino, maana yake kuna vitu utawala, hutatawala. Kuna namna ambayo utatawaliwa na vitu, na kuna vitu ambavyo utanyang'anywa, utaachilia mwenyewe kwa sababu ya hilo ambalo analizungumza hapa. Kwa hiyo uzao, hebu sema uzao. Hebu sema uzao tena. Lakini angalia pale kwenye kitabu cha Kutoka mlango wa 1 mstari wa 16 mpaka wa 20. Akasema, wakati mwazalishapo wanawake wa Kiebrania na mkuwaona wa katika kuzaa, ikiwa mtoto mwanaume basi muweni, bali ikiwa ni mtoto mwanamke na aishi. Hivi unafikiri kwa nini wanaume wanakuwa mashoga? Nimekuambia hivi, uzao akikamata uzao unazalisha, anabadilisha matokeo. Yaani unazalisha mwanaume anabadilishwa. Tatizo haliko kwake anayebadilishwa, tatizo liko kwenye tumbo la uzao. Kinachobadilisha matokeo ni tumbo la uzao. Anasema hivi, akizaliwa mwanaume fanya nini? Muwe. Sio kwamba azaliwi, anazaliwa, lakini anauawa anapozaliwa. Akizaliwa mwanamke mwache. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Muulize mwenzako. Ngoja niseme vizuri. Nimesema tumbo la uzao liko rohoni. Mnaweza mkawa na plani nzuri kama usharika wa kutengeneza mambo ya kiroho au kuweka mipango mingi, lakini ni nini kinazaliwa baada ya hapo? Nini kinaonekana? Mpango uliowekwa unaonekana. Shetani ana tabia ya kubadilisha matokeo
kwenye ulimwengu wa nini? Wa roho. Kwa hiyo ni lazima tutubu sana kwa ajili ya tumbo la uzao la nchi, tumbo la uzao la binadamu, tumbo la uzao la wanyama. Shetani ana shida na uzazi, ana shida na uzao. Baraka huwa inakaa kwenye matumbo ya uzao mtu, ya tumbo la uzao la mtu, wanyama na nchi. Au laana au adhabu ni hivyo hivyo inakaa. Twende kwenye Kumbukumbu la Torati mlango wa 28. Kumbukumbu la Torati mlango wa 28 mstari ule wa 4. Anataja hayo matumbo yote matatu pale ambayo yanakuhusu wewe. Anasema utabarikiwa. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 4. Utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa wanyama wako wa mifugo, maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Bwana Yesu asifiwe. Unaona haya matumbo? Watabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa wanyama wako. Matumbo mangapi? Matatu. Yote yanabarikiwa. Kwa unapotubu kuingia kwenye toba kwa ajili ya kitu kinachoitwa uzao, lazima utubu kwa ajili ya tumbo la uzao la kwako, tumbo la uzao la wanyama na tumbo la uzao la nchi. Jamani, haleluya. Kuna watu ambao wako kwenye vikundi vya kukopa. Kila akikopa hapa anarudisha hapa. Muulize, hivi kukopa kwako umeleta matokeo gani? Yeye ni fundi wa kukopa na fundi wa kusaidia wengine wakope, lakini ninakuambia hakuna chochote anachozalisha kinachoonekana, na kila mahali anafahamika kwenye vikopa. Nimesema kwenye kikopa. Naambia ni wewe ni mstari ule wa 18. Angalia mstari wa 18 pale. Mstari wa 18 wa kitabu hicho cha Kumbukumbu la Torati. Mstari wa 18 anasema utalaaniwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako, maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Anasema matumbo yote matatu yatalaaniwa. Kwa hiyo unapotubu kwa ajili ya matumbo matatu, lazima utubu kwa ajili ya tumbo la uzao la binadamu, tumbo la uzao la wanyama na tumbo la uzao la nchi. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Alafu ukiangalia pale kwenye Kumbukumbu mlango ule wa 30 mstari wa 9, mstari wa 9 na wa 10. Kumbukumbu 30 mstari ule wa 9 na wa 10 anasema hivi: na Bwana Mungu wako atakufanya uwe na wingi wa uheri katika kazi yote ya mikono wako. Nimesema katika kazi yote ya mkono wako. Mbona mseme kwa sauti? Katika uzao wa tumbo lako na katika uzao wa ng'ombe wako na katika uzao wa nchi yako, kwa kuwa Bwana atafurahi tena juu yako kwa wema, kama alivyofurahi juu ya baba zako, ukiwa utaifuata sauti ya Bwana Mungu wako kwa kuyashika maagizo yake na amri zake zilizoandikwa katika chuo hiki cha Torati, ukimwelekea Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Unapoingia kwenye toba, nisikilize vizuri, ni muhimu unapojua ya kwamba adhabu inakaa juu ya kiti, sehemu ya mamlaka iliyoko kwenye eneo lolote,
lazima uhakikishe na uzao wako unatubu, lakini lazima utubu kwa ajili ya uzao wa nchi, uzao wa wanyama na uzao wa tumbo lako. Maana vile vitu vyote vinashikwa rohoni kukuzuia kwenye ulimwengu wa mwili usipone matokeo unayotaka kuona kwenye maeneo yote matatu. Jina la Bwana libarikiwe. Unapoomba kwa ajili ya watoto, omba kwa ajili ya tumbo la uzao. Watoto ulipewa wawe baraka na sio laana. Watoto umepewa sio wakutese, ni kufanyika baraka. Ndio maana Zaburi ya 127 mstari wa 3, Zaburi ya 127 mstari wa 3, Zaburi ya 127 mstari wa 3, 127 mstari wa 3, anasema hivi: tazama, wana ndio urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Tazama, wana ndio urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Huwezi kuzaa watoto wawe mateso. Unazaa watoto kwa sababu ni urithi kutoka kwa nani? Kwa Bwana. Sasa Mungu anakupa watoto wa kukuua. Watu wanasema watoto wananiua. Adui alipokwenda kwenye tumbo la uzao aliachilia watoto wawe shida. Na ndio maana unakuta kwenye tumbo kulitengeneza udanganyifu, ukazaa kitu ambacho hakifai. Kwenye Ayubu, twende pale kwenye Ayubu mlango ule wa 15. Ayubu mlango wa 15. Ayubu mlango wa 15 mstari wa 35. Ayubu mlango wa 15 mstari ule wa 35. Anasema wao hutunga mimba ya madhara na kuzaa uovu, nalo tumbo lao hutengeneza udanganyifu. Sikiliza, wao hutunga mimba ya madhara. Hebu sema, wao hutunga mimba ya madhara na kuzaa uovu, nalo tumbo lao hutengeneza udanganyifu. Kwa nini wanazaa? Kwa nini wanatunga mimba ya madhara? Tangu mwanzo, baada ya uasi, walitunga mimba kwenye madhara. Kwa tayari uzao umeshaingia madhara. Tumbo la uzao lilishaingia madhara. Tumbo la uzao la wanyama, tumbo la uzao la wanadamu, tumbo la uzao la nchi. Na ndio maana unakuta miungu, mizimu, wachawi wanaweza wakawa na nguvu. Na ndio maana unakuta wakati Yesu anaanza kujaribiwa baada ya siku 40, shetani anakuja anamwambia, ukinisujudia nitakupa. Amepata wapi mamlaka ya kumwambia Yesu ukinisujudia? Tayari madhara yalishatangulia, na yale madhara ndiyo yaliyomleta Yesu kufa msalabani. Na hili ni lazima tuingie kwenye toba, ili damu ya Yesu iweze kutenda kazi kwenye hayo matumbo matatu. Yale madhara yatuachie. Guse mwenzako, mwambie madhara ya kuachie kwa jina la Yesu. Mbona hujamgusa? Mwambie madhara ya kuachia kwa jina la Yesu. Amesikia, ameelewa. Fahamu nilikuwa nazungumza pale kwenye kiti bado. Kiti, nafasi iliyo kwenye ulimwengu wa roho ya mamlaka, ambayo imebeba adhabu na watu wanateseka. Yule ambaye anabeba adhabu anapinduliwa, na yule ambaye anatawaliwa na kiti kilichobeba madhara anateseka. Ndio maana nilisoma pale Zaburi ya 94 mstari wa 20, kiti cha udhalimu kishirikiane nami, kitungacho madhara kwa njia ya sheria. Kwa hiyo na mimi nimefunga hapo ya kwamba utunga mimba ya madhara, uzao udanganyifu. Kwa hiyo niombe sana tutakapoingia kwenye toba leo kwa ajili ya kiti na kwa ajili ya mambo mengine, Mungu atusaidie tufike hapo kwenye eneo. Naomba nizungumze kwa kifupi sana. Bado muda upo.
Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nizungumze kibebeo cha pili au eneo la pili la kubeba adhabu. Eneo la pili linalobeba adhabu baada ya dhambi, makosa na uovu kufanyika ni mbingu za mtu. Hebu sema mbingu za mtu. Hebu mwambie mazako mbingu za kwako. Kila mtu ana mbingu zilizokaa juu ya kichwa chake. Na ndio maana ukienda mahali pengine unasikia wale wachawi, unasikia usiingie kwenye anga zangu. Kila mtu ana mbingu zinazotembea na maisha yake, na mbingu za mtu ndio zinazobeba hazina. Hebu sema hazina. Tunapozungumza hazina, ni jumla, ni eneo ambalo linakusanya maeneo mengi au mifuko mingi, alafu watu wanaenda wanachukua kiasi fulani kwa ajili ya kupeleka kwenye eneo lake. Kwa hiyo anapozungumza hazina, anazungumza maana ya kiroho, anazungumza maana ya kimwili. Mbingu ya mtu ndiyo iliyobeba hazina za mtu, hazina za maisha. Kwa hiyo mbingu zikibeba adhabu kwa sababu ya makosa na uovu, kila unachofanya kinakuwa chuma au shaba. Hebu sema chuma au shaba. Yaani inakuwa chuma au shaba. Na ndio maana kwenye Zaburi ile ya 50, tena kwenye pale kwenye Zaburi ya 50, Zaburi ya 50 mstari ule wa 5 na wa 6, nikusanyeni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu, na mbingu zitatangaza haki yake, kwa maana Mungu ndiye aliye hakimu. Hebu sema kwa maana Mungu ndiye aliye hakimu. Sikiliza, anasema na mbingu zitatangaza haki yake. Maana yake haki ya huyo mtu, mbingu ndio zinazobeba haki. Alafu anasema kwa maana Mungu ndiye aliye hakimu. Hebu sema hakimu. Kazi ya hakimu ni nini? Ni kuhukumu kutokana na vifungu vya sheria. Kila mbingu iliyokaa juu ya mtu imebeba haki. Kama imefanya mabaya, kuna haki, na hapo ndipo Mungu anakaa kutoa haki kwa kila mtu kwa kadiri ya utendaji wa dhambi, makosa na uovu uliofanyika, ili mbingu zibebe. Jamani, haleluya. Twende kwenye kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati tena 28 mstari ule wa 12. Atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, nayo ni mbingu, kwa kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake, na kwa kubarikia kazi yote ya mkono wako, nawe utakopesha mataifa mengi, wala hutakopa wewe. Amesema nawe utakopesha mataifa mengi, wala hutakopa wewe. Ukiona unakopa, tatizo liko wapi? Hebu sema kwenye mbingu. Ngoja nikuonyeshe. Kuna watu wanafanya biashara ya kuchukua hela ili wazungushe. Sikiliza, mkopo uko hivi. Ukishaona unachukua hela huwezi kulipa, huo ni mkopo. Ukishaona unachukua hela ili uzungushe ulipe na faida, unajua mkopeshaji wa kwanza ni Yesu. Akasema hivi, alisema fanyeni biashara hata nitakapokuja. Akawapa watu mafungu, akawaambia fanyeni biashara. Alipokuja akakuta kuna watu wamezalisha, akawaongeza mji, akawaongeza. Sasa ukishaona unakopa haulipi, au unachukua hela hurudishi, huzalishi,
wewe ni mkopaji, sio biashara unafanya. Ngoja nitoe mstari. Kuna mtu anauliza, huo mstari uko wapi? Fungua Luka 19. Fungua Luka 19. Umefika? Luka 19. Maana watu wengine hawatofautishi kukopa na biashara. Unapochukua kwa ajili ya kuzalisha, unafanya biashara. Unapochukua ukashindwa kulipa, umekopa. Na hiyo shida iko kwenye mbingu. Luka mlango ule wa 19 mstari wa 13 anasemaje? Akawaita watu 10 katika watumwa wake, akawaambia, akawapa mafungu 10 ya fedha, akawaambia, fanyeni. Malizia, soma mwenyewe hapo. Sisikii jamani, mbona sisikii? Fanyeni biashara. Lakini alichowapa ni nini? Fedha. Akawapa mafungu, akasema fanyeni biashara mpaka nitakapokuja. Na mstari wa 14, lakini watu wa mji wake walimchukia, wakatuma wajumbe kumfuata na kusema, hatutaki huyu atutawale. Ikawa aliporudi ameupata ufalme wake, aliamuru waitwe wale watumwa aliowapa fedha, ili ajue faida aliyopata kwa kila mtu biashara yake. Alichowapa ni hela, anachotaka fanyeni biashara. Haleluya jamani, haleluya. Unapochukua hela kama ni kwa ajili ya biashara, inahitaji izalishe. Na Yesu alipokuta wamezalisha, aliwapanua, akawaongezea miji. Yani aliyezalisha faida mara 5 alipewa miji 5. Maana yake alipanuliwa. Jamani, haleluya. Sasa ukiona unachukua hela ya kikundi chochote ukashindwa kurudisha, tayari we ni mdeni, na mdeni ni mtu anayekopa. Mwangalie mwenzako sana, mwambie ulirudisha, ulifanya biashara. Wakati ule kulikuwa na pesa za Kikwete. Zilipokuja zile pesa za Kikwete, tukaenda kwenye ofisi moja ya kata. Mama mmoja akaulizwa, mama unataka hela hizi ufanye nini? Akasema, baba yangu nataka hela, kitu cha kwanza nitakachofanya nikisha zipata, kwanza nitakata mfupa mzuri wa subu, shikuisire. Mangalia mwenzako usoni, mwambie na wewe ulikopa ili ukanywe supu. Yesu anataka kufanya nini? Biashara. Lazima alitaka kujua mafungu. Sasa mbingu za mtu, anaposema hapa kwenye Kumbukumbu la Torati, hautakopa, utakopesha. Maana yake Yesu alishaanza. Unapokwenda kuchukua fungu, hakikisha umezalisha. Sio uchukue kwa sababu ya vitu vyako. Ni kufanya mwambie mwenzako kufanya biashara. Jamani, haleluya. Ila mbingu zikisha kuwa shaba, utakopesha, haurudishi. Mstari ule wa 23 pale kwenye Kumbukumbu la Torati nasema, na mbingu zako, hebu sema na mbingu zako, hebu sema na mbingu zako zilizo juu ya kichwa chako zitakuwa shaba, na nchi yako na nchi iliyo chini yako itakuwa chuma. Mbingu zilizoko juu shaba, nchi chuma. Adhabu kwa sababu ya dhambi. Adhabu ni mbingu za mtu kuwa shaba na nchi kuwa chuma. Utalima nini? Ndio maana unaweza ukalima na mtu, mkalima shamba moja na trekta iliyolima ni moja,
huyu akaotesha na huyu akaotesha. Nenda kaangalia hayo mashamba, hayafanani. Kwa nini? Kuna saa nchi inakuwa chuma juu yako na mbingu inakuwa shaba. Jamani haleluya, jamani haleluya. Na sio mbingu zetu, anasema mbingu iliyoko juu ya kichwa chako. Amesema kichwa chako, sio mtu mwingine. Ndio maana unakuta kuna wanafunzi anasoma masomo hayaendi. Mbingu iliyoko juu ya kichwa chake. Somo ni moja, mnafundishwa darasa moja, kila kitu mnafundishwa, mazoezi mnafanya pamoja. Tunatofautiana kwenye mbingu iliyoko juu ya kichwa chako. Ni ya aina gani? Imebeba adhabu ya aina gani? Ngoja niseme vizuri. Jamani haleluya, jamani haleluya. Mnaweza mkaoana kwenye familia, mume na mke. Kama mbingu ya mke ni shaba, hawezi kutunza hela, ila mume atatunza. Na kama mbingu ya mume ni shaba, hawezi kutunza hela, ila mke anaweza kutunza. Mko nyumba moja. Na ndio maana unakuta kuna watu wengine sikia, mamangu nikishika hii ile itakuwa moto, hebu nisaidie kushika. Hazina. Msema hazina. Msema hazina. Hazina kazi yake inatunzaga, inaweka na haishiwagi. Kwa hiyo mbingu zikiwa shaba, huwa roho mbili zinakuandama. Hebu sema roho mbili. Hebu sema roho mbili. Mbingu ikiwa shaba, kuna roho mbili zinakuandama. Roho ya kwanza ni roho ya kibarua. Hebu sema roho ya kibarua. Roho ya kibarua ni roho ya namna gani? Roho ya kibarua ni roho isiyoweka akiba. Yani unapata hela, si unaona unapata, labda una tabia ya kula nusu kilo. Ukiwa na roho ya kibarua, ukipata hela unaenda kununua kilo ili isibaki. Hujawahi kusikia mtu anakuuliza fulani leo nani amempa hela? Yani unashangaa haraka akipata hela tabia imebadilika, kila kitu anafanya, anaenda hapa, unaona anatafanya, unaenda jamani huyu mtu mbona kama leo nini kinamzuzua? Ana roho ya kibarua isiyoweka. Yani kuna watu ambao kwenye familia zao wana mishahara, ikifika tarehe 15 hana nini? Hana hela, anaanza kukopa. Akifika mwisho wa mwezi alishamaliza na kukopa na mshahara. Yani mbingu za mtu zikiwa na adhabu, roho ya kibarua. Na hii roho ilikuwa kwenye nyumba ya Eli. Angalia mbingu zilipoleta shida. Fungua Samueli wa kwanza mlango wa 2. Fungua Samueli wa kwanza mlango wa 2. Ilikuwepo hii roho ya kibarua hii. Samueli wa kwanza mlango wa 2 mstari ule wa 36. Anasema hivi: kisha itakuwa ya kwamba kila mtu atakayesalia katika nyumba yako atakwenda kumsujudia, apate kipande kidogo cha fedha na mkate mmoja, na kumwambia, tafadhali unitie katika kazi mojawapo ya ukuhani, nipate kula kipande kidogo cha nini? Nimesema kipande kidogo cha mkate. Maana yake hakuna namna ya kuweka akiba. Angalia vijana wengi leo kwenye kila familia hawataki akiba. Kuna mtu ambaye anakopa hela, anakopa vizuri kabisa, na kuambia atakwenda na biashara, ikifika katikati angalia mwenzako usoni, mwambie inawezekana ni wewe. Hii roho ilikuwa inawavizia, iliwakuta wana wa Israeli katika njia walipokuwa wanatoka Misri.
iliwakuta njiani. Hebu sema njiani. Hebu sema njiani. Hii roho ya Amaleki. Fungua kitabu kile cha Samueli wa kwanza 15. Samueli wa kwanza 15. Nasoma mstari ule wa kwanza na wa pili. Samueli wa kwanza mlango wa 15 mstari wa kwanza na wa pili, nasema wakati huo Samueli akamwambia Sauli, Bwana alinipeleka nikutie mafuta uwe mfalme wa watu wake Israeli. Basi sasa isikilize sauti na maneno ya Bwana. Bwana wa majeshi asema hivi, nimeyatia moyoni mwangu mambo ambayo Amaleki waliwatenda Israeli, jinsi walivyowapinga njiani hapo walipopanda kutoka Misri. Hebu sema walivyowapinga njiani. Hebu sema walivyowapinga njiani. Hii roho ya Amaleki inakaa njiani. Unaanza vizuri, inakusubiri njiani. Huwa inakusubiri kwenye pale ambapo unatarajia sasa kuwa vitu unaweza kaanza vizuri, lakini vikaishia njiani. Unalima, unafuga, unaanza biashara, vinaishia njiani. Na kila wakati wewe ni una mwanzo mzuri, lakini una mwisho mzuri. Mwisho wako ni mateso. Na Mungu anatangaza vita juu ya roho ya Amaleki kwenye mbingu za maisha yako, kwenye mbingu za eneo lako. Fungua kitabu kile cha Kutoka. Wakati wana wa Israeli wanatoka, Mungu anawaambia lazima washughulikie na roho ya Amaleki kwenye mbingu za maisha yao. Kwa hiyo na wewe shughulika nayo kwa toba, ili wewe uweze kuachiliwa na adhabu iliyokaa juu. Kutoka mlango ule 17. Kutoka mlango wa 17. Ningetamani utaenda kusoma nyumbani kwako kuanzia mstari ule wa 8 mpaka ule wa 15, lakini mimi nitasoma ule wa 14 mpaka ule wa 16. Utaenda kuanza wa 8 wewe mpaka kuelekea. Anasema Bwana akamwambia Musa, andika habari hii katika kitabu iwe ukumbusho, kisha ihubiri masikioni mwa Yoshua ya kuwa nitaufuta ukumbusho wa Amaleki kabisa, usiwe tena chini ya mbingu. Hebu sema chini ya mbingu. Hebu sema chini ya mbingu. Musa akajenga madhabahu, akaita jina lake Yehova Nisi, akasema Bwana ameapa, Bwana atakuwa na vita na Amaleki kizazi baada ya nini? Ya kizazi. Bwana Yesu asifiwe. Twende kwenye Kumbukumbu la Torati. Twende kwenye Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati mlango ule wa 25. Kumbukumbu la Torati mlango wa 25 mstari ule wa 17 mpaka wa 19. Anasema hivi: kumbuka alivyokufanya Amaleki katika njia mlipokuwa mkitoka Misri, jinsi alivyokukuta katika njia, akapiga kati yako watu wako walioachwa nyuma, wote waliokuwa wanyonge nyuma yako, ulipokuwa umechoka na kuzimia, wala asimche Mungu. Basi itakuwa hapo atakapokwisha kukupumzisha Bwana Mungu wako katika adui zako wote walio kando kando, katika nchi akupayo Bwana Mungu wako, iwe urithi
uimiliki, ndipo ufute. Hebu sema ufute. Hebu sema ufute ukumbuko wa Amaleki chini ya mbingu, usisahau. Hii ni roho inayokaa juu ya mbingu ya mtu. Mbingu inapokuwa na adhabu kwa ajili ya dhambi, makosa na uovu, inaenda kukaa roho mbili. Kibarua, roho ya pili Amaleki. Kazi yake ni kukupinga kwenye njia, na kazi yake ni kuhakikisha unaanza vitu vizuri, lakini inakupinga na inakunyanyasa. Leo tunaingia kwenye toba tena. Katika kipengele hiki nilikuambia kwamba dhambi, makosa, uovu unapofanyika, kuna maeneo ya kubeba adhabu, na ila adhabu inakuadhibu kwa sababu ya dhambi, makosa na uovu uliofanyika kwenye familia, uliofanyika kwenye eneo, uliofanyika kwenye maisha yako. Tunaenda kwenye toba kwa ajili ya maeneo mawili: kiti, eneo la mamlaka kwenye nchi, kwenye eneo, kwenye familia, kwenye eneo lolote, sharika, chochote, eneo la mamlaka lolote, adhabu inaenda kukaa pale. Na jambo la pili ni mbingu ya mtu. Mbingu ya kwako imebeba nini? Ardhi inakuwa shaba, ardhi inakuwa chuma, mbingu inakuwa shaba, kwa adhabu ya kukuadhibu kwa sababu ya dhambi na makosa yaliyofanyika.